Ils disent qu'on a perdu à domicile, mais on a encore la chance de jouer le deuxième match à l'étranger. C'était comment les 90 minutes? En fait, on a joué contre une... En fait, si on allait jouer chez nous, devant notre public, ça allait... On devait avoir une autre fille. C'est une terre tanzanienne. Et quand vous avez le 12e joueur, c'est pas facile de jouer contre une telle public. On espère bien travailler et corriger leurs petites erreurs. Anasema ni kweli tumepoteza mechi nyumbani, lakini ukiangalia Azam biki wetu ingeleta changamoto fulani. Lakini ukiangalia timu tumecheza nayo sio timu ndogo. Mashabiki ni kama mchezaji wa 12. Kwa hiyo na hiyo imefanya kidogo tupoteze mechi. Le football n'est pas magique. Mpira sio mazingaombo. Inabidi kutumika. Et la balle elle est ronde. Nous sommes deux équipes de 11. Na mpira ni kiviringo. Zipo timu mbili wachezaji 11. Et l'équipe qu'on avait en face, c'est une très belle équipe qui était en finale de la saison dernière. Donc ce n'est pas facile. Maintenant on connaît, ça s'est joué sur des individualités. La finale ya kombe la shirikisho iliyopita. On les félicite. Iko vizuri kwa mchezaji mmoja mmoja iko vizuri zaidi. On les félicite mais rien n'est encore joué. Il y a le match retour. Tunawapongeza lakini hakuna bado mechi hazijaisha. Tutajitahidi mechi ya marudio. Ya marudiano. Bon. Coach, pole kwa kupoteza mchezo. Amepata tathmini ya aina gani juu ya ubora wa Yanga? Timu ya aina gani kwa? Non, on se fait à la mi-temps de corriger. Na anasema kwa mchezaji mmoja mmoja ipo vizuri sana. Ukiangalia kama Stéphane Azizki. Donc ils ont essayé de nous attaquer dans l'axe central. On a essayé de remédier le problème. La deuxième mi-temps, il a essayé de jouer sur les côtés. C'est là on a pris le deuxième but. Tumejaribu kuziba sana boksi letu lakini wametuona na wakaamua kucheza. Sawa. Kwanza mwambie hongera kwa mchezo wa leo. Félicitations pour le match. Lakini leo amekiona kikosi cha Young Africans. Pengine ni kwa jinsi gani atakwenda kutengeneza kikosi chake kiwe imara, kwa sababu kama Yanga walipata mabao mawili nao wenyewe wana uwezo wa kupata mabao hayo mawili kwa mchezo wa marejeo. Félicitations pour le match, comme on a perdu 2-0. Nous sommes en 2023, hein. Il n'y a pas une petite équipe. Ce qu'il faut s'attendre ne peut pas être le réel. Le football aujourd'hui, c'est on vit. Ukiangalia Yanga ni timu nzuri na yeye anajipanga, ameona mechi. Taille. C'est pas qu'il y a une très bonne équipe que vous avez en face. Si le Real aujourd'hui venait, il y a une équipe qui va gagner. Maintenant, c'est la manière dont on va se comporter. Itatokana na gisi tutajiandaa kukabiliana nao mechi ya pili. Football ni mpira. On apprend. Mais hatujaamini kama vimeisha, tutajitahidi. Unaona nafasi ya kuweza kupata ushindi katika mchezo unaofuata kwa Yanga ndio jouer à domicile, on a perdu 2-0. Nous avons déjà -2. Il faut qu'on arrive à gagner 3-1, soit 4-2 au match retour. Si on veut se qualifier, il faut qu'on puisse gagner 3-1, soit 4-2 pour que se qualifier. Tumepoteza mechi ya kwanza nyumbani. Tunalazimika kushinda bao 3-1 au 4-2 na tutajitahidi kufanyia kazi sasa. Kocha, umesema kwamba mchezo wa kwanza ndio umekuwa ni ugenini, umekuwa nyumbani lakini kikanuni. Lakini Tanzania kwa maana Yanga ni kama ilikuwa nyumbani kwa sababu ilipata advantage kwa na mashabiki. Nilikuwa mnalijua hilo kabisa kama mnacheza hapa nyumbani kwa Yanga. Ila kikanuni katakuwa kwenu na watakuwa na mashabiki. Kwa nini mchagua mechi hii ichezwe hapa na sio nchi nyingine? C'est-à-dire qu'on était à domicile, mais Yanga était à domicile parce que c'est en Tanzanie.
était dit que les supporters étaient coréens. On savait ça. Donc tu savais ça depuis avant. Pourquoi vous avez choisi de jouer ici, en Tanzanie? En fait, Tanzanie fait partie des équipes des pays de l'Afrique de l'Est. Si nous aurions voulu jouer en Tanzanie, c'est que nous sommes frontaliers. Chez nous, notre terrain est en réhabilitation. Donc c'est pourquoi nous allons voulu venir en terre tanzanienne jouer à Azam. Même si Azam... Tumekuja kucheza hapa kwa sababu uwanja wetu wa Djibouti bado unafanywa marekebisho na Tanzania Afrique de l'Est fait partie des pays de l'Afrique de l'Est. Ni nchi ya East Africa. Nous sommes frontaliers. Kuna mipaka. Ndio maana tumeamua kuja kuchezea hapa. C'est bon? Tu as dit? Moi j'ai fini. Ok. Azam, c'est un terrain neutre par rapport à Yanga. Donc si aujourd'hui on a perdu, on savait qu'on allait jouer à domicile, mais les spectateurs n'ont pas été au rendez-vous chez nous. C'est ce qui a fait la différence. Azam complex sio uwanja wa Yanga lakini ni Tanzania. Na tumekuja kucheza hapa. Mashabiki kama wote walikuwa na Yanga na hicho kimechangia. C'est bon, non? Bien, Tono. Mohamed Younis Are. Mkuu wa chuo kipya cha kisasa cha utangazaji na uandishi wa habari Ujiji Broadcasting Academy UBA kilichopo Kigoma mjini anawatangazia nafasi za masomo kwa kozi ya utangazaji wa radio na televisheni kwa ngazi ya certificate na diploma kwa mwaka wa masomo utakaoanza mwezi Septemba mwaka huu. Sifa za kujiunga: uwe umemaliza kidato cha 4 na kupata ufaulu wa angalau D4 katika masomo yote isipokuwa masomo ya dini. Ada ni shilingi 87,500 tu kwa mwezi. Pia chuo kinatoa masomo ya muda mfupi kwa kozi kadhaa zikiwamo lugha ya Kiingereza, graphics and design, photojournalism and camera operation, video production, computer application, film production, full DJ, online and social media production, master of ceremony yani MC. Sifa kwa kozi fupi ni kwa yeyote aliyemaliza kidato cha 4. Chuo kitafunguliwa tarehe mosi Septemba 2023 na mafunzo ya kompyuta na Kiingereza ni bure kwa watakaochukua fomu mapema. Pia chuo kinatoa huduma ya hostel bure kwa muda wote. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni kwa gharama shilingi 15,000 tu. Chuo kipo Kigoma mjini kwenye jengo la shirika la nyumba NHC zilipo benki za NMB na Exim ghorofa ya 3. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0676866818 au 0758495726. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature. Jamani, mimi naitwa Chama Cletus Chota aka Triple C au Mamba wa Lusaka, na mshauri wote kuhusu mambo ya mpira, fuatilia Mpenja TV au kusubscribe YouTube Mpenja TV. Safi sana. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo, hapa ndio kwao. Sasa tembelea chaneli yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop, andika Mpenja TV, ukutana na taarifa kibao za uhakika. Kisha bofya subscribe uwe mwanafamilia na bofya alama ya kengele upate taarifa kila inapoingia. Na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika Mpenja TV _ Mpenja TV, tunazungumza michezo. Wow!